Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wa mwaka 2024-2034 ambapo kwa sasa imetoa ruzuku ya 20% hadi 50% ya bei ya mitungi ya gesi ya LPG takriban 452,445 kwa watumiaji wa mwisho. Pia, serikali kupitia REA itasambaza majiko banifu 200,000 yenye bei ya punguzo la hadi 75% pamoja na kuwezesha ufungaji wa mifumo ya nishati safi ya kupikia katika taasisi za umma zinazohudumia watu zaidi ya 100. Aidha, serikali imekamilisha kusambaza umeme katika vijiji vyote na inaendelea kuhimiza matumizi ya majiko ya kupikia yanayotumia umeme, ikiwa ni njia mojawapo ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa wananchi wa vijijini badala ya kutumia kuni. Pamoja na majibu ya Mheshimiwa Waziri, nina maswali mawili ya nyongeza. Wananchi walio wengi hasa wanaoishi maeneo ya vijijini wamekuwa wakipata changamoto kubwa pale mitungi ya gesi inapoisha ili waweze kuongeza ile gesi. Na gharama hii ya mitungi ya gesi ambapo wanaongezea ni shilingi 55,000 au shilingi 25,000 kwa mitungi ile midogo. Kwa hiyo wananchi wengi wanapata changamoto kubwa sana. Je, kwa nini serikali isiongeze ruzuku ili hawa wananchi waweze kununua kwa ule mtungi wakati shilingi 30,000 na ule mtungi mdogo uwe shilingi angalau 10,000, wananchi wanaweza wakamudu? Lakini swali la pili, wananchi pia bado wanatumia kuni na mkaa katika maeneo mengi, na pamoja na kutumia hizo kuni na mkaa, haya majiko banifu Mheshimiwa Waziri uliyosema itakuwa ni mkombozi kwao kwa sababu yatakuwa yanatumia kuni kidogo na mkaa kidogo. Lakini Mheshimiwa Waziri umesema mtaanza na majiko 200,000. Haya majiko 200,000 ni chini ya 5% ya wananchi wanaoishi katika kaya zile vijijini. Kwa nini serikali isiweze kuweka ruzuku angalau mkafikia 50% ya majiko banifu ili wananchi hawa waweze kuyatumia? Nakubaliana na yeye kuhusiana na umuhimu wa kuendeleza ruzuku ili wananchi wa vijijini waendelee kupata majiko haya kwa bei rahisi zaidi. Nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, mkakati huu ni mkakati wa miaka 10 na ndio tumeanza. Kadri ambavyo tunaendelea, tayari kwa mfano sasa hivi tunao mkakati wa matumizi bora wa nishati ambao pia tunahusisha sekta binafsi kwa maana ya kuongeza mitaji, kuweka modo mpya za biashara kwa ajili ya kusaidia upande huu wa nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo nimhakikishie kwa mikakati ambayo tunayo kwa miaka 10 hii tunaweza kufikia pale ambapo tumejipanga kwa sababu mikakati iko mingi, na hapa ni mwanzoni tu tumeanza na majiko 200,000, lakini huu ni mradi mmoja wa REA. Tunao wadau wengine kwa mfano UNCDF ambao wamewekeza kwa teknolojia zaidi ya 7 na wenyewe tunaendelea, walianza na mikoa 4 na tuna invoke wawekezaji wengine vile vile waendelee kuja na teknolojia hizi na waende katika mikoa zisaidie sio tu kwa upande wa LPG lakini kwa upande wa matumizi ya teknolojia nyinginezo kwa ajili ya kupunguza gharama na kumrahisishia mwananchi ule wa kijijini.